Haijawahi kuwa mechi rahisi kwa upande wa klabu ya Simba wakikutana na Tanzania Prisons, haswa wanapokuwa wakicheza kwenye viwanja vya mikoani. Ni mechi ambayo imekuwa ni ngumu mara zote kulingana na aina ya mfumo ambao Tanzania Prisons wamekuwa wakicheza, wamekuwa wakiwadhibiti zaidi Simba. Lakini pia huu ni mchezo mwingine ambao unakwenda kutoa taswira ya kiutofauti, huku Simba ikiwa na kocha mpya, ikiwa na wachezaji tofauti kabisa na wale ambao walikuwa wakisumbuliwa na Tanzania Prisons. Lakini pia tunasema kwamba mara nyingine historia huaga inacheza uwanjani, lakini hii ni mechi ya kiaina ya kiutofauti kabisa. Ni mechi ambayo kwa upande wa Simba wanaonyesha kujipanga zaidi kupitia mwalimu Steve Barker. Sasa tayari ninacho kikosi hapa ambacho mwalimu ameweza kukiandaa kwa upande wa klabu ya Simba, kile ambacho kinakwenda kupambana na Tanzania Prisons. Kumbuka, mechi itachezwa majira ya saa 3 kamili za usiku. Na tayari hapa ninacho kikosi. Kabla sijakwenda kukuangazia, nikukumbushe, hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia kikosi kwa upande wa klabu ya Simba dhidi ya Tanzania Prisons. Kwa upande wa golikipa yupo Jibrila Kasali. Kwa upande wa Jibrila Kasali tunafahamu ni kipa mtulivu, lakini pia mwenye maamuzi ya haraka. Kitu kikubwa zaidi ambacho atakuwa kikifanya ni kuanzisha mashambulizi kutokea kwenye eneo la nyuma, lakini pia na kuongoza zaidi ya safu ya ulinzi kwa ajili ya kuwapanga ili wasifanye makosa. Wakati huo pia kwenye eneo la beki ya pembeni kulia yupo Shomari Kapombe. Kwa upande wa Kapombe ni beki ambaye amekuwa ni mzoefu, ni kiongozi ndani ya timu, hasa kutokana na nidhamu yake, uwezo wake wa kupanda kusaidia mashambulizi. Atakuwa akitoa upana zaidi upande wa kulia kwa ajili ya kuweza kupiga crosses zenye uimara wa hali ya juu zaidi. Lakini pia Nixon Kibabage atacheza kwenye eneo la beki ya pembeni kushoto. Kwa upande wa Nixon Kibabage tunafahamu ni beki ambaye amekuwa ana kasi zaidi kwenye eneo la kushambulia. Mwalimu atakuwa akihitaji zaidi kushambulia kwenye mechi hii kwa haraka zaidi, lakini pia huku akilinda upande wake na kupanda kwa tahadhari kwa ajili ya kuweka mambo sawa kwenye eneo hilo. Lakini pia kwenye eneo la mabeki wale wawili wa katikati yupo Rashid Dirak. Kwa upande wa Rashid Dirak tunafahamu ni kiongozi mzuri wa ulinzi kwenye eneo la katikati. Amekuwa na uwezo wa kupiga tackling, amekuwa na uwezo wa kucheza mipira ya juu. Atasimamia zaidi safu ya ulinzi dhidi ya mashambulizi ya moja kwa moja ambayo Tanzania Prisons watakuwa wakiyafanya. Wakati huo pia Ismail Ture atacheza kwenye eneo hilo akisaidiana na Rashid Dirak. Kwa upande wa Ismail Ture tunafahamu ni mtulivu na msomaji mzuri wa mchezo. Atakuwa akisaidia zaidi kuanzisha mashambulizi kwa pasi za chini kwa ajili ya kutoka kwenye eneo la nyuma, huku akimwangalia zaidi kwenye eneo la katikati, ambapo kwenye eneo la katikati atakuwa akicheza Yusuf Kagoma. Kwa upande wa Kagoma tunafahamu stamina yake ukabaji, ni mchezaji ambaye amekuwa hachoki kwa haraka. Jukumu lake kubwa itakuwa ni kulinda mabeki na kuvunja mashambulizi ambayo watakuwa wakiyafanya kwa upande wa Tanzania Prisons. Lakini pia kwenye mechi hii mwalimu amekuja kiutofauti. Viungo wawili wabunifu. Kratos Chota Chama atakuwa akiongoza kwenye eneo hilo la ubunifu kwa ajili ya kupiga pasi za mwisho, na yeye ndiye ambaye atakuwa chanzo zaidi cha kuweza kutengeneza nafasi nyingi za mabao. Tumekuwa tunaona namna ambavyo anacheza, utulivu wake wa hali ya juu, lakini pia kwenye eneo hilo atasaidiana na bwana mdogo Morris Abraham. Morris Abraham amekuwa pia ni mchezaji mzuri kwenye eneo hilo, kasi, nguvu na uwezo wa kusaidia mbele, lakini pia atakuwa akiunganisha pia ukabaji na mashambulizi, kwa kimwacha Chama juu yake kidogo, lakini atakuwa akicheza kwenye maeneo karibu kulingana na aina ya mfumo ambao mwalimu amekuja nao. Lakini pia Libas Geye yeye atacheza kwenye eneo la winga ya pembeni kulia. Libas Geye tunafahamu kasi, chenga za moja kwa moja, atakuwa akiwavuruga mabeki wa Prisons na kutengeneza nafasi. Mwalimu ambacho atakuwa anakihitaji Libas Geye ni kukokota mpira kwa haraka na kuingia kwenye eneo la hatari kwa ajili ya kufanya mashambulizi yale ambayo yatakuwa yakiwapa mabao kwa upande wa klabu ya Simba. Lakini pia Anset Oura yeye atacheza kwenye eneo la winga ya pembeni. Yeye atakuwa akitokea kwenye eneo la pembeni kushoto. Ni mchezaji ambaye amekuwa na akili zaidi, amekuwa na uwezo wa kucheza vizuri, lakini pia atakuwa akicheza kwa uhuru kwa ajili ya kuwasaidia Chama katikati kuingia ndani kutafuta mabao. Huu ni aina ya mfumo ambao mwalimu anaoleta wachezaji wengi katikati kulingana na namna ambavyo mechi ilivyo. Anafahamu kwamba ni mechi ambayo Tanzania Prisons watakuwa wakichezea nyuma, hivyo mwalimu ni lazima awe na wachezaji wengi zaidi kwenye eneo la katikati ambao watakuwa wakimsaidia mshambuliaji, ambapo mshambuliaji wa mwisho atakuwepo ni Selemani Mwalimu. Selemani Mwalimu namna ambavyo atakuwa akicheza, yeye ni kusimama tu kwenye eneo la katikati kwa ajili ya kusubiri ile mipira ama rebound ambazo watakuwa wakizifanya mabeki wa Tanzania Prisons, kwa sababu hii ni mechi ambayo Simba watakuwa wakifika sana kwenye eneo la katikati, lakini watakuwa wakizuia. Kulingana na hicho mwalimu anakifahamu, hivyo anamweka Selemani Mwalimu kukaa karibu zaidi na mabeki pale ambapo inatokea rebound, basi aweze
kukuta mpira yeye ili iwe rahisi kwa upande wa klabu ya Simba kutengeneza